lazima muwe vivuli vyao. Hamwezi kuwa peke yenu hivi, hamwezi mkajitegemea wenyewe hivi. Hata katika ubepari wenu hamwezi mkaachua mkawaza katika hali ya ubepari wenu wenyewe. Lazima uwe ni ubepari wa kivuli. Na wale waliokuwa wanajaribu kufanya ujamaa, huwezi kuruhusiwa uwe na mawazo yako mwenyewe. Ukiwa na mawazo yako mwenyewe yanatupwa tu, yanakejeliwa hivi. Kwa mawazo gani hayo? Kwa sababu iko Vatican ya ujamaa, na Vatican hiyo ikishakutamka sisi wengine wote lazima tufate. Baadhi tulijitahidi kukataa mambo hayo. Nilikuwa natania, sasa hivi nimetumia neno Vatican. Nilikuwa natania, nalitumia ili kukutana. Bwana, mimi ninayo Vatican moja inanitosha. Maana kuongeza tena Vatican ya pili nitapata matatizo kabisa. Hiyo moja inatosha. Na ninao mstaafu moja unatosha. Kuongeza mstaafu wa pili. Kuongeza mstaafu wa pili unapata matatizo sana. Nilikuwa nakataa sana jambo hili. Kwamba ujamaa hauwezi kufanya kama dini bwana. Ujamaa nao unafanya kama dini. Wanasema maana katika dini unasema Mtume Muhammad alisemaje? Ndio. Au unasema Qur'ani imesemaje? No? Unasema imesema hivi. Salafu unasema maana yake nini? Unauliza wataalamu, maana wako wataalamu wa Qur'ani. Sio kila mtu basi ni mtaalamu tu. Basi kila juma basi ni mtaalamu. Kwa hiyo unawauliza wenyewe maana ya aya hii hasa ni nini? Unaelezwa. Na kwa desturi wakisha kueleza hayo yamekwisha, ndio mwisho. Ndio. Wakatoliki wanasema, unawauliza Wakatoliki, na Wakatoliki wanasemewa na Baba Mtakatifu. Akishasema au yeye katika baraza lake akishasema imekwisha. Kilatini wanasema Roma locuta, Roma locuta causa finita. Roma imekwisha kutamka, mazungumzo ndio basi sasa, hakuna tena mazungumzo. Nasema hiyo ilikuwa inanitosha kabisa mimi. Sikudhani tena ujamaa nao ni uweke msahafu na pako mahala tena pakisha lokuta basi mambo yanakwisha. Nikadhani hilo zamani, nasema ilikuwa hivyo. Jitihada za kaskazini kutufanya sisi tuwe vivuli vyao. Wana uwezo mzuri wa kila njia kuyauza mawazo yao. Ilikuwa hapo jitihada hiyo, nasema, na baadhi yetu, nadhani baadhi yetu tulianguka kidogo, lakini baadhi yetu vile vile tulijitahidi kuonya kwamba si vizuri. Watu wazima mna akili zenu wenyewe, mnakuwa kama bendera. Sasa hii imebadilika. Hii kaskazini mashariki hii iliyokuwa inatupa mawazo yake yale, na kwamba hayo ndio ujamaa, mengine si ujamaa, sasa inabadilika hii. Inabadilika. Wale waliokuwa wanatuambia huu ndio ujamaa, mawazo mengine yote mlionayo sio ujamaa, sasa inabadilika. Sasa kinachotokea cha pili tena ni kwamba sasa tufanye tena kama wanavyofanya. Walikuwa tuambia huu ndio ujamaa, namna nyingine yoyote si ujamaa. Nasema baadhi yetu tukapata, baadhi yetu tukawa tunauliza sababu tunataka tuelewe. Sasa wanabadili. Sasa tena iko jitihada tena kutufanya tena bila kufikiri tufate namna ile tu kama wanavyofanya. Kwa hiyo wakienda kushoto tuende kushoto, wakienda kulia tuende kulia, bila kuuliza hasa nini sababu ya kwenda kushoto au nini sababu ya kwenda kulia. Hili lazima mlikatae, hili na waonyenye lazima mlikatae.